Mimi nimekuja hapa kuwahamasisha. Tulikubaliana ya kwamba kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma. Watu wa Kangundo, mimi nawauliza jameni, msikubali mtoto hata moja abaki nyumbani wakati watoto wa Kenya wanasomeshwa. Na ndio sababu hiyo tumeajiri walimu wapya 76,000 na kufikia Januari nitaajiri walimu wengine 24,000 tujaze wakuwe 100,000. Tumejenga madarasa 23,000. Tumepanga mpango wa ile funding model, student centered funding model ya watoto wetu wa university na TVET. Tuhakikishe hakuna mtoto wa Kenya anawachwa nyuma ama anakosa masomo kwa sababu hakuna darasa, kwa sababu hakuna walimu ama kwa sababu hakuna pesa. Hiyo mambo yote tumesuluhisha. Na mimi nataka niwaulize watu wa Kangundo, watu wa Machakos, tushirikiane na tuhakikishe ya kwamba kila mtoto wa Kenya anapata nafasi ya kusoma. Mimi nawauliza jameni, mtakubali watoto wenu wabaki nyumbani? Si kila mtoto asome? Na nimesema ya kwamba mtoto wa Kenya asinyimwe nafasi ya kusoma ati kwa sababu ya uwezo wa mzazi wake. Kila mtoto wa Kenya ni mtoto wetu, na mimi nitahakikisha every child in Kenya anapata nafasi ya kusoma bila ya kubaguliwa, bila ya kuulizwa mambo ya pesa, kwa sababu ni haki ya kila mtoto wa Kenya kusoma. Tunaelewana jameni? Tumekubaliana? Jambo la mwisho, mimi niliwaeleza ya kwamba mambo ya afya sio starehe ya matajiri na watu wenye wako na kazi na watu wako na uwezo. Afya ni haki ya kila Mkenya. Wewe mama, wewe kijana, wewe ni mzee. Sasa tumebadilisha ile mfumo ya